naendelea, ninazidi kutembea, maombi uyasikie, e Bwana unipandishe. Kwa imani nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe. Sinatamani nikae mahali pa shaka kamwe, hapo wengi wanakaa kuendelea na omba. Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe. Nisikae duniani, ni mahali pa shetani, napo wengi wamia kuendelea na omba. E Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe. Asante sana my viewers. Asubuhi ya leo nataka kukuambia asanti kwa kuwa unatutazama asubuhi ya leo. May God bless you so much. Wakati huu tuko katika muhula wa Easter na tunataka kusikia ujumbe wa wakati huu wa Easter kutoka kwa bishop wetu. Kaa hapo na usiondoke, usihame, kwa sababu kuna ujumbe wako wa siku ya leo. Asante, karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Sasa naenda direct to the word of God from the book of John chapter number 6. Tunasoma katika kitabu cha John chapter number 6. Welcome all of us to Great Army Service. Great Army Service, you are most welcome. Wale wako nyumbani, those who are at home, those who are driving, those who are in hospital, those who are on the way, I just want to welcome you to this service. Na najua Mungu atawabariki. Siku ya leo mimi naitwa Bishop Dominion, nampenda Yesu, na nataka nikuambie Mungu ako na mpango juu ya kila mmoja wetu. Na tutasoma kitabu cha John chapter 6 and verse 22. Na ujumbe wangu ni kwamba the great 8 I am. Mimi ndimi nane. Mimi ndimi. Yesu alisema mimi ndimi. I am. Tukiulizwa mimi nitasema I am who I am. Wewe utasema wewe ni mechanic. Wewe utasema you are a doctor. Mwingine akiulizwa what do you do? Anasema mimi niko hivi na hivi na hivi. Naye Yesu alisema who he is. Kuna jambo Yesu alisema, akasema yeye ni nani. Katika John chapter number 6 verse 22. Verse 22. John chapter number 6 and verse 22. I want to read that verse. John chapter number 6 verse 22. John chapter number 6. But because of time, I might read verse, the last verse there. John chapter number 6. And I'm going to read a verse
very important verse there. Let me read verse 48 because of time. I am 48. John 6:48. Inasema, I am the bread of life. I am the bread of life. My message is about 8 great I am. Mimi dimi nane. Mimi dimi. Yesu alisema I am, I am, I am. Hizo ndio nataka kudiscuss siku ya leo kwa sababu tuna celebrate Easter. Na ya kwanza ni kwamba Yesu alisema katika John 6 verse 22 to 59, especially verse 48, alisema I am the bread of life. Waisraeli walikuwa wamezoea kula mikate. Kumbuka katika kule jangwani, they took bread in the wilderness. Kwa hivyo walikuwa wanajua mkate ni nini. Asubuhi breakfast wanasema I'm taking bread. Katika lunch wanasema I'm taking bread. Sapa yao wanasema ni bread. Kwa hivyo chakula yao wanasema ni bread. Na walikuwa wametilia maanani sana mambo ya mkate. Na Yesu alipokuja hakusema yeye atawapatia tu mkate. Alisema I am the bread of life. Mimi ndimi mkate. Yeye ndiye mkate wa uhai. Kwa hivyo mkate ndio unafanya mtu awe uhai. Kwa hivyo breakfast ile ulikula, lunch time ile utakula, na baby wale wanakula supper. Hiyo ndio inafanya miili yetu iwe sawa. Ndio inafanya life yetu iendelee. Yesu alisema ya kwamba yeye tu hatapatiana mkate, bali yeye ndiye mkate. Anayekula yeye ataishi milele na milele. Kwa hivyo kwa sababu alikufa na akafufuka, yeye ndiye mkate. Na kwa hivyo siku ya leo tukiwa ndani yake, hatutakiwi kujali sana ya kwamba tutatoa wapi mkate. Saa hii dunia imesimama, hakuna kazi, watu hawafanyi kazi kwa sababu ya COVID-19. Tuna celebrate Easter, tuna celebrate siku kuu sana ya Easter, lakini watu dunia yote wameangamizwa. Nimesikia nchi zingine watu wanakufa usiku na mchana, lakini siku ya leo ningetoka nikuambie tuko na tumaini kwa sababu tuko ndani ya Kristo. Na Kristo yeye mwenyewe alisema I am the bread of life. Kwa hivyo unapokuwa ndani yake, wewe uko na tumaini kubwa sana, kwa sababu walipokula mkate walijua wataishi kesho. So when the manna came like today, when they ate manna, they knew ya kwamba kesho tuko na hope. Mkate ni wa kukupatia hope. You cannot live a hopeless life, kwa sababu Yesu ni mkate wa uzima. I am the bread of life. So when you have Christ, or when you know him, you have the bread of life. You have hope. You have tomorrow in the name of the Lord Jesus Christ. My brother, my sister, you don't have to worry. There is tomorrow for you. Kesho iko, kwa sababu Yesu ndiye mkate wa uzima. Na kwa sababu yeye ndiye mkate wa uzima, kesho tuko naye. Kwa hivyo kesho yetu nitakuwa poa, kwa sababu Mungu ako pamoja nasi. Number 2, John, nakibiza kwa sababu ya time. John chapter 8 verse 12 to 30. Anasema I am the light of the world. Mimi ndiye nuru. I am the light of the world. Remember, I'm talking about the 8 great I am. Ama mimi ndimi nane. Akasema I am the light of the world. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Kabla hii dunia iubwe, Mungu kwanza aliumba nuru, aliumba light. Alisema let there be light, and there was light. In Israel, light was known. Kulikuwa kunajulikana ya kwamba bila nuru you can do nothing. Katika hekalu kulikuwa, kila hekalu iko na nuru. Katika nyumba lazima kungekuwa na nuru. Na nuru inakuja kufanya nini? Kuondoa giza. Nuru inaingia, giza inatoka. Na dunia imejaa giza. Dunia yote watu wanalia. Hospitalini kumejaa giza. Wale wamelala hospitali
wanaona giza, wale wako manyumbani wanaona giza, nchi zote zinaona giza. Lakini I have got good news for you. Jesus says, I am the light of the world. Tuko na uhai, tuko na tumaini, kwa sababu yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Sisi hatutatembea na giza, giza haitatuona. Wakati tunahakisha nuru, nuru ni ya nini? Ni ya kutuguide, kutuonyesha. Kama hapa tuko, kama tugejaza giza, hatugeonana mmoja na mwingine. Lakini mimi nakuona kwa sababu kuna nuru. Kwa hivyo yeye alisema yeye ndiye nuru, watu kuguide mahali tunaenda. Kwa hivyo sisi wa Kristo hatutaki kufa roho. We are not supposed to lose hope, because we have Jesus and he is the light of the world. Ninaendelea, lakini kwa nyumbani, at your own time. You read at your own time. You read at your own time. Number 3, Jesus says, I am the door. Mimi ndimi lango. Lango. Hakuna nyumba haina mlango. Kila nyumba lazima iwe na mlango. Kila nyumba lazima iwe na mlango. Kila farm lazima iwe na mlango. Na Yesu anasema, I am the door and the gate. Hizo mbili zinapelekana. Hii nyumba tuko, hii church tuko, watu wameingia kwa mlango. Hakuna mtu hakuingia kwa mlango, isipokuwa mwizi na mnyang'anyi ndio wanaingilia kwa dirisha. Lakini Yesu akasema, mimi ndiye mlango. Pengine uko hapo unasikia hakuna mlango, there is no way, hakuna vile unaweza ingia kwa maisha yako. Maisha yako unaona giza, huoni mlango yoyote. Katika Revelation, Mungu anasema, I have opened a door and no man can shut. The door that God has opened, no man, no devil can open. Kwa hivyo Yesu alisema, mimi ndimi mlango. I am the gate. Every house has a door. Every gate has a door. Kwa hivyo wa Kristo, nataka kuatia moyo, niwaambie sisi tuko na mlango wa kuingilia. Kama mtu mwingine hana mlango, sisi tuko na mlango, na mlango ni Yesu. Na ukiwa ndani yake, umeingia kule kuna stahili. Unajua unaweza ingilia mahali, uingie kule hakustahili. Kama uko hapo, wewe ni mgonjwa na unanisikia ukiwa hospitalini, na unaona hakuna mlango wa kuingia kwa uponyaji, Yesu ndiye mlango wa kuingia kwa uponyaji. Kama umefinywa na poverty, Yesu ndiye mlango wa kuingia kwa utere. Wakati wana wa Israeli walikosa njia, walililia Mungu, Mungu akafungua milango, kwa sababu Yesu alisema, I am the door and I am the gate. Remember, we are talking the 7 great I am. Akasema, I am the bread of life. Not only the bread of life, I am the light of the world. Not only the light of the world, I am the door. Not only the door, alisema, I am the resurrection and I am the life. That is John 11 verse 17 and 27. John 11, alienda kufufua Lazaro, akakuta wameangamizwa na kifo. Roho ya kifo iliangamiza Lazarus pamoja na hiyo jamii. Lakini Yesu alipoingia pale, alisema, Lazarus atafufuka. Wakasema, atafufuka namna gani? Na ameaga. Lakini aliwaambia, mimi sikukuja tu na nguvu za kufufua, bali mimi ndio ufufuo. Mimi ndio ufufuo. I am the resurrection. Kwa hivyo nataka niseme nini? Wakati huu kuna spirit of death hovering the whole world, hovering this nation. But I have got good news for you. Jesus is the resurrection. Yeye ndiye ufufuo. Hakuna kifo kitatudhulumu, kwa sababu yeye ndiye ufufuo. Tumefichwa ndani yake na ndani ya Mungu. Kama umefichwa ndani ya Kristo na ndani ya Mungu, wewe umefichwa kwa ufufuo. Na nitatangaza siku ya leo, nguvu za ufufuo zitakudumisha katika jina la Yesu. Yeye alisema, I am the resurrection. Mimi ndio uhai, mimi ndio kufufuka. Unajua wanaume wamekuja dunia hii wakisema hawa ni wakuu,
hata wengine wanajiita the great, bali hakuna mtu alikufa na akafufuka na ako uhai leo isipokuwa Yesu. Ukienda kaburini ka Yesu, saa hii hakuna mifupa, hakuna kitu chochote, maana yeye ndiye ufufuo. Giza haikuweza kumshika, ile kifo haikuweza kumshika, kwa sababu yeye sio kufufua na fufua, yeye ndiye ufufuo. Akiwa ndani yako na unampenda na unamtumikia, yeye ni ufufuo. Kwa hivyo ndani yetu tuko na ufufuo katika jina la Yesu. Somebody say amen. Katika namba 5 anasema I am the truth and life. Yeye ndiye ukweli. Yesu ndiye ukweli. Tunaishi dunia imejaa uongo. Imejaa uongo. Politicians wamejaa uongo. Even wahubiri wengine wamejaa uongo. Watu wamejaa uongo dunia hii. Lakini Yesu alisema I am the truth. If you know the truth shall set you free. In the name of the Lord Jesus Christ. Nimeona wazee wengine wanadanganya watu waende wakachije buzi. That is not the truth. Waende kwa milima. That is not the truth. Waende wasurubisha watu wengine. That is not the truth. Jesus says, I am the truth. I am the life. Somebody say amen. Ni mzuri tujue Yesu ndiye ukweli. Kama unahitaji ukweli wowote kuhusu maisha yako, hakuna mtu anaweza kukwambia umelogwa, umefungwa. Hapana, ukweli uko kwa ndani ya Yesu. Wakati mimi niliingia kwa Yesu, akanifundisha ukweli, hakuna laana yoyote inanifuata, kwa sababu Yesu ndiye ukweli. Anakuonyesha obea hii, ingia hapa, uende hapa, kwa sababu yeye ndiye ukweli. Hakuna kitabu kingine chochote, hata newspapers zinaongea ukweli. Hakuna mwanabiashara wanaongea ukweli. Lakini Yesu alisema yeye ndiye ukweli. Dunia hii kama huna ukweli, umejaa uongo, wewe jaa Kristo na utajaa ukweli. Je, unataka ukweli wa dunia hii? Enda kwa mtu anayempenda Kristo na utajua ukweli katika jina la Yesu. Somebody say amen. Number 6, akasema I am the true vine. Mimi ndio mzabibu wa ukweli. That is John 15. Alisema I am the true vine. Those who abide in me shall abide forever. They shall bear fruit. Unajua alitumia vine kwa sababu vine ilikuwa inapendeka sana katika kule kwa Wayahudi. Akasema I am the true vine. If you want to bear fruits, I am the true vine. Yeye tu sio mzabibu, atakupatia mizabibu. Yeye ndiye mzabibu wa ukweli, na aliye ndani yake lazima azae matunda. Hata wakati huu wa COVID-19 tutazaa matunda mazuri, kwa sababu yeye ndiye true vine. If you are in Christ, you are going to bear the fruit in the name of the Lord Jesus Christ. No barrenness in our life, no barrenness to our children. There will be fruitful in our life. Our life will not be a waste. We must be fruitful because we are in him and he is true vine. Akasema mimi ndiye mzabibu wa ukweli katika jina la Yesu. Mzabibu ulikuwa umejaa uhai, umejaa hope, na umejaa kesho na kesho kutwa. Kwa sababu ukipanda mzabibu uko na maji. Hiyo vine iko na maji ndani yake, iko na mizizi ndani yake, inavuruta maji bali sana. Kwa hivyo Yesu mwenyewe, he is the true vine, anavuruta maji bali, amejaa maji na amejaa uhai katika jina la Yesu. Wacheni tumpende Yesu. Tunapo celebrate wakati huu wa Easter, tujue ya kwamba yeye ndiye ukweli katika jina la Yesu. Amen. Sitaki kuendelea sana kwa sababu ya time, lakini ya 7 ni kwamba he is the good shepherd. He is the good shepherd. In Psalms 23, Daudi anasema, the Lord is my shepherd, I shall not want. Brethren, I want to encourage you. You shall not want in your family. You shall not want in your life.
because we have a good shepherd. Jesus says, Psalmist says, that is David, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me beside the still water. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear not. Do not fear. If you know you have a good shepherd, you should not fear in Jesus' name. Anasema sitaogopa kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa hata kama nitapitia mambo magumu. Anasema sitaogopa kifo kwa sababu yeye ndiye mchungaji mwema. Amen. Brethren, tuko na mchungaji mwema. Ako mbele yetu, atatushindania. Hata wakati huu wa COVID-19, I want to encourage someone ya kwamba the Lord is my shepherd. I shall not want in Jesus' name. You shall not want in Jesus' name. Those who want healing, may you receive healing in Jesus' name. Those who need food, may the Lord supply for you in the name of Jesus Christ. Those who are in need of clothes, may the Lord give you clothes in the name of Jesus. Unajua Yesu hajui kama kuna COVID-19, lazima atasupply kwa watu wake. Maana yeye ndiye Mungu na hakuna mwingine. Katika jina la Yesu Kristo sema amen. Anasema he prepare a table in the midst of my enemy. Anaandaa meza mbele ya maadui wangu. Kwa hivyo adui yoyote, hata huyu adui anaitwa COVID-19, Bwana atatushindania. Hatutashikwa naye katika jina la Yesu. Hutagojeka katika jina la Yesu. Na wale wamegojeka, tumaini letu tuweke kwa Mungu na atatuponya katika jina la Yesu. Somebody say amen. Ya mwisho kabisa katika John 14 verse 6 alisema I am the way. Yeye ndiye njia. Yeye ndiye njia. Dunia saa hii haijui njia. Hakuna mtu anajua njia. Madaktari hawajui njia. Tunajaribu face mask, tunajaribu kuoga mikono ndio, tunajaribu hii na hii, lakini unakuta bado njia haijapatikana. Tunajaribu vaccine ni mzuri, lakini bado njia haijapatikana. Lakini niko na good news for you. Jesus says, I am the way. Mimi ndio njia, turudi kwake. Yeye ndio njia. Oh politician, turudi kwa Yesu. Mama turudi kwa Yesu. Yeye alisema mimi ndiye njia. Sasa hivi ukitaka kwenda Mombasa, unashika njia ya Mombasa. Ukitaka kwenda Amerika, unashika njia ya US. Unaenda kiwanja ya ndege, unachukua ile ndege inaenda US. Huwezi kwenda Qatar, huwezi kwenda Asia, unachukua ile njia inaenda US. Yesu alisema mimi ndiye njia. Wewe hujui njia ni gani. Biashara yako imeisha, hujui njia ni gani. Wewe uko hapo, huna amani. Watoto wako hujui wanaenda namna gani. Hujui maisha yako inaelekea namna gani. Nimekuja kukuambia Yesu ndiye njia. Yesu ndiye njia. Ninaona mtu akionyeshwa njia na yeye katika jina la Yesu. There will be no confusion in your life. Unajua kama hujui njia, you are full of confusion. You are guessing where to go, where to come from. Yesu alisema mimi ndiye njia. Kwa hivyo hakuna mtu atapotea. Hata wale wameaga ndani ya Kristo, hakuna mtu atapotea. Kwa sababu gani? Yeye ndiye njia. Kristo ndiye njia. Alisema I am the way, the truth and life. When men come to me, there will be no confusion. And if you are there, you are confused, I demolish spirit of confusion in the name of the Lord Jesus Christ. Usiende kwa waganga. Yesu ndiye njia katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Sorry for that technical problem. But leo tulikuwa tunaongea kuhusu the 8 great I am. 8 great I am. I am the bread of life. I am the light of the world. Jesus says I am the door. Jesus says I am the resurrection. Jesus says I am the truth.
Jesus says, I am the vine. I am the true vine. Not only the true vine, I am the good shepherd. And he continues saying, I am the way. Do not worry. Jesus is the answer. He is the answer. We have a lot of questions in our life, but I come with an answer. Who is Jesus? Who died and rose from the dead? And that's why today we are celebrating him, because he is the way, the truth and life. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu. Mungu awabariki. Yeye ndiye uhai. Ningetaka tu maji kidogo tu ya kunywa, lakini yeye ndiye njia. Yesu ndiye njia. Kwa hivyo tumeongea kuhusu 7 great I am, in the name of the Lord Jesus Christ. There is our number there for offering, for the TV support. You can send your offering and God will bless you. You can start with this ministry and God will bless you. Praise him. Come, we continue in Jesus' name. Ninazidi kutembea, maombi yasikie, Bwana unifadishe. Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe. Sina tamaa nikae mahali pa shaka kamwe, hapo wengi wanakaa kuendelea na omba. Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe. Sikae duniani ni mahali pa shetani, natazamia mbinguni, nitafika kwa imani. Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe. Zaidi ya mawingu, nitaomba nifikishwe. Bwana unipandishe. Bwana uninue kwa imani,
Bwana unipandishe, Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe, uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika Asante sana kwa service nzuri tumekuwa nayo. It was a powerful word. Asante kwa mchungaji Apostle kwa neno. Kwa hiyo tunamalizia service. Tunaomba wale ambao wanaweza support TV hii, namba iko hapo, offering iko hapo, so you support this TV. Tutakushukuru, barikiwe namba hiyo. Ukitaka maombi, namba iko hapo. Let us pray. Father, we thank you. Tunasema ni asante kwa siku ya leo, umekuwa pamoja nasi, tumeona mkono wako, tumesikia neno lako Jehova. Acha wale ambao wako nyumbani, wako kwa gari, wanatembea, wako kwa biashara, ambao wanasikiza neno hii, ambao wanatupata kwa runinga, acha ukaweze kuwabariki, wakaweze kuona mkono wako Jehova. Tunaomba na tunaamini ya kwamba utazidi kuwa pamoja nasi, pia na zingine service tutakuwa nazo. Tunaomba rehema, kibali chako uzidi kuwa pamoja nasi, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tuomba na kuamini. Amen.